Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi Hilal Seifuriami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Serikali kuendeleza mikakati ya kuimarisha biashara ya hewa ya ukaa. Kijana wa miaka 27 apandishwa kortini katika mahakama ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza kwa kesi ya kulawiti mtoto wa miaka 9. Katika rubaa za kimataifa, ndege ya kijeshi ya Marekani yaanguka, watu 8 wahofiwa kufariki. Na mkapu la habari linaanzia huko jijini Dodoma. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana na kituo cha kitaifa cha kuratibu biashara ya hewa ya ukaa imeendelea na usajili wa miradi mbalimbali ya biashara hiyo ambayo itanufaisha jamii inayozunguka maeneo mengi ya ukanda wa pwani na taifa kwa ujumla. Taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Hayo yamezungumzwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Reuben Kwagirwa wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mariam Azan Mwinyi aliyetaka kufahamu ni maeneo gani ya ukanda wa pwani yamenufaika na hewa ukaa ya buluu. Miongoni mwa miradi iliyosajiliwa katika maeneo ya ukanda wa pwani ni pamoja na mradi wa Mimbiki uliopo Chalinze, mradi wa Mikoko Carbon Sink uliopo Mkinga, Mkulanga, Tanga mjini na Pangani, lakini mradi wa Carbon for Farmers uliopo mikoa ya Pwani, Tanga, Lindi na Mtwara, mradi wa Organic Waste Composite Tanzania uliopo Mkulanga, na mradi wa Buyuni Red Farm Organic Red Farm Carbon uliopo mkoa wa Pwani. Miradi hiyo yote ipo katika hatua za awali za utekelezaji. Utekelezaji wa miradi hii utakapokamilika na mauzo kufanyika, maeneo mengi ya ukanda wa pwani yatanufaika na biashara ya kaboni, hususan kaboni ya bluu. Aidha, Kwagirwa amesema biashara ya hewa ya ukaa imepewa kipaumbele na serikali pamoja na kubainisha mikakati hiyo itakayosaidia kufikia lengo la serikali. Biashara ya bluu kaboni ni eneo la kipaumbele kwa nchi ambapo limewekewa msisitizo katika dira 2050. Aidha, kutokana na umuhimu huu, serikali kupitia sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 pamoja na mkakati wa utekelezaji wa sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 mpaka 2034 imeweka kipaumbele cha kuanzisha miradi ya kaboni ya bluu na kuvutia wawekezaji kuwekeza katika biashara hii kwa lengo la kunufaisha jamii za pwani na kuongeza pato la taifa. Katika hatua nyingine, Kwagirwa amewataka wadau kutoka sekta binafsi kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali ili kuifanya biashara ya hewa ukaa kuwa na manufaa makubwa katika taifa. Miradi yote hii ambayo nimeitaja kwenye jibu la msingi, mradi wa Mimbiki kule Chalinze, mradi wa Mikoko Carbon Sink, mradi wa Organic Waste Composite, mradi wa Buyuni Red Farm Carbon, miradi yote hii inafanywa na sekta binafsi, na vivyo hivyo tutaendelea kushirikiana na sekta binafsi, na tumeweka milango wazi. Tunawakaribisha wananchi washirikiane na kituo chetu
cha Carbon Monitoring Center ambacho kiko ndani ya wizara yetu waweze kushiriki kwenye biashara hii ya hewa ya ukaa. Jijini Mwanza, mkazi wa Sirori Simba wilayani Butiama mkoani Marwa Chacha mwenye umri wa miaka 27 amefikishwa mahakama ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza Juni 16 kwa kutuhuma za kulawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 9. Jina limehifadhiwa. Akisoma hati ya mashtaka mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Christiani Mwalimu, wakili wa serikali Clara Muhando ameieleza mahakama kuwa tukio hilo lililotokea tarehe isiyofahamika mwezi Septemba 2025 katika eneo la Isanzu, shule ya God Bless Prayer and Primary School kata ya Bugogwa jijini humo, ambapo mshtakiwa anadaiwa kutenda kitendo hicho cha ukatili dhidi ya mtoto huyo. Katika kesi hiyo ya jinai ya namba 13435 mkwaju 2026, mshtakiwa anakabiliwa na shtaka moja la kulawiti kinyume na kifungu cha 154(1)(a)(2) cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Hata hivyo, mshtakiwa amekana shtaka hilo. Hakimu Mwalimu anayesikiliza kesi hiyo amesema kesi inadhaminika kwa masharti ikiwemo kuwa na wadhamini wawili wenye vitambulisho halali vya taifa, barua za utambulisho kutoka serikali za mitaa na kila mdhamini kusaini hati ya dhamana ya shilingi milioni 3. Mshtakiwa ameshindwa kukidhi masharti ya dhamana kwa kuwa hakuwa na mdhamini wa pili, hivyo amerejeshwa rumande hadi Juni 30, 2026 kesi hiyo itakapoitwa kwa ajili ya kusomewa hoja za awali na usikilizwaji. Tukielekea kisiwani Unguja, Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na taasisi ya CIHEB Tanzania kupitia mradi wa usalama wa afya duniani imeendesha mafunzo maalum kwa wataalamu wa sekta ya afya kwa lengo la kuongezea uelewa kuhusu ugonjwa wa Ebola na kuunda timu maalum ya kitaalamu ya kushughulikia ugonjwa huo iwapo mshukiwa atabainika hapa nchini. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, mkurugenzi wa kinga na elimu ya afya Zanzibar, Dr. Salimu Slim, amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuhakikisha Zanzibar inakuwa salama dhidi ya tishio la Ebola katika wakati ambapo bado ugonjwa huo haujapata chanjo wala dawa maalum ya tiba. You require setting to support them. Na unahitaji multidisciplinary approach to ensure that person get the best out of service in the absence of appropriate treatment and vaccine. Kwa hivyo that become more challenging. Lakini we've seen that through COVID as well. It was almost the same, at least for the first 8 months. Kuliko hakuna either. And some people survive. Dr. Slim ametaja moja changamoto zinazochangia kuongezeka kwa athari ya ugonjwa huo kwa baadhi ya nchi zilizowahi kuathiriwa na Ebola ni pamoja na upungufu wa wataalamu wenye uwezo wa kushughulikia wagonjwa na washukiwa kwa wakati. Kwa hivyo ushauri wangu, the training that you are getting itaenda kutusaidia kutupa sisi vote of confidence kwamba we have people on the ground already. If it happen, when manake lazima itatokezea. If it happen, pengine itokezee, sababu nahitaji isitokezee. Lakini if it happen, we kind of ready. Meneja wa Jumuiya ya Wataalamu wa Kudhibiti Maambukizi na Kuzuia Magonjwa IPC kutoka CIHEB Tanzania, Dr. Christina Massa, amesema kuwa katika kipindi hiki ambacho Ebola imeendelea kuwa tishio katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kujiandaa kikamilifu. Ebola imekuwa ni tishio katika nchi za jirani, na sisi Tanzania ni lazima na wenyewe tuweze kujiandaa, kujiprepare in case kama tutaweza kupata suspect au case ambayo imekuwa imported kutoka katika hizo nchi za jirani. Kwa mafunzo haya, mkurugenzi, na mafunzo ambayo Dr. Eric amesema EMT, tunaendelea kuongeza nguvu na kubuild capacity ya timu yetu ya Zanzibar. Tuwe na timu ambayo inaweza ikawa quickly deployed in case kama tumepata an emergency na kuweza kucontain lakini pia kumanage cases za Ebola.
Mafunzo hayo yanahusisha wataalamu 40 kutoka hospitali mbalimbali za Zanzibar, wakiwemo madaktari, wataalamu wa maabara, wafamasia, maafisa usafi wa mazingira, pamoja na wataalamu kutoka Jumuiya ya Kudhibiti Maambukizi na Kuzuia Magonjwa IPC. Tatizo la upungufu wa damu kwa mama wajawazito na watoto wenye umri chini ya miaka 5 visiwani Zanzibar imetajwa kuwa bado ni changamoto inayohitaji juhudi za pamoja kutoka kwa wataalamu wa afya na jamii kwa ujumla. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Tunajua tatizo la upungufu wa damu lipo kwa asilimia kubwa sana katika Zanzibar nzima, na tatizo hili linawalenga zaidi mama wajawazito, wale walio umri wa kuzaa, pamoja na watoto chini ya miaka 5. Katika kukabiliana na hali hiyo ya afya Zanzibar, kupitia kitengo cha lishe, wameendesha mafunzo maalumu kwa wahudumu wa afya kutoka wizara zote za Zanzibar yanayolenga kuimarisha mapambano dhidi ya tatizo la upungufu wa damu. Mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa wahudumu hao waweze kutoa elimu sahihi kwa jamii kuhusu lishe bora, matumizi ya virutubisho vya kuongeza damu na umuhimu wa kuhudhuria huduma za kliniki mapema na kwa wakati wa ujauzito. Serikali baada ya kuona manufaa yaliyopatikana programu hii ilipofanywa majaribio katika mkoa wa Kaskazini Pemba katika zile wilaya 2 ya Micheweni na Wete, tumepata mafanikio mazuri. Kwa hiyo serikali imeona itanue wigo kuweza kufikia wilaya zote za Zanzibar ili kuweza kupunguza tatizo hili kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo mama badala ya kupewa IFA kama IFA, folic acid pamoja na madini chuma, sasa watapewa multiple macronutrient supplement ambayo ndio MMS. Kila mzazi anatakiwa fahamu hilo, na ndio maana tumewalenga watu wa vituo vya afya kwanza. Wao ndio tunasema first priority. Nafasi ya kwanza kabisa kwa sababu nakutana na yule mama anapofika kituo cha afya, watatakiwa wafahamu nini wamueleze mama kuhusiana na faida, changamoto za kutumia, si wanampa tu mzigo wa MMS ende akatumie. Mafunzo hayo yanatajwa kwenda kusaidia kutoa elimu kwa wananchi ili kuongeza uelewa kuhusu kinga na tiba ya upungufu wa damu, kwa kuwa bado wananchi walio wengi visiwani Zanzibar hawana uelewa wa kutosha kuhusu vyakula vinavyoongeza damu mwilini. Tunashukuru Wizara ya Afya kupitia kitengo cha mama na mtoto kwa kutupa haya mafunzo. Kwa hiyo tunaomba haya mafunzo yawe endelevu, kwa sababu kila siku tunapopewa haya mafunzo na sisi tunazidi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hii itasaidia jamii yetu kuweza kuepukana na utapiamlo, kadhalika watoto watakaozaliwa na nyuti za mgongo wazi au ubongo wazi. Aidha tutapunguza vifo vya mama wajawazito na vifo vya watoto ambao wanazaliwa. Mafunzo haya yatatusaidia kupunguza tatizo la upungufu wa damu kwa mama wajawazito pamoja na watoto, lakini pia yatatusaidia kupunguza athari zinazotoka na upungufu wa damu kwa mama wajawazito na watoto. Mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea kufanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa afya katika kuimarisha huduma za lishe, afya ya uzazi na ustawi wa watoto ili kujenga jamii yenye afya bora na kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Wazazi na walezi wa kitongoji cha Kolubaka, mtaa wa Kwaluwala, halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga, wameiomba serikali kuunga mkono katika kukamilisha ujenzi wa shule ya msingi ili kupunguza adha ya watoto wao wanaolazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya elimu. Juberi Mgaya ana taarifa. Ombi hilo wameliwasilisha mbele ya diwani wa kata ya Kwa Magome Musa Mkombati wakati akiwa katika mwendelezo wake wa kufanya mikutano ya hadhara na wananchi kwenye mitaa yote ya kata hiyo. Changamoto kubwa tulionayo sana kwa ajili ya wanafunzi wanatoka umbali wa kilomita 8 kwenda shule na kurudi kilomita 8. Njia sio bora, maji nyingi, kwa hiyo tuko umbali. Kwa hiyo tungeomba sana serikali iweze kutusaidia kwa ajili ya watoto. Watoto hawasomi. Kama mtoto huyu ndio mshika sasa hivi, nahitajika angeanza chekechea, aendelee na awali, alafu aendelee na masomo, lakini shule tuliokuwa naye ni mbali. Ombi letu la serikali watuunge mkono sehemu wananchi walipofikia, kwa sababu tumejitahidi kwa hapo tulipofikia, naye serikali watuunge mkono. Akithibitisha uwepo wa changamoto hiyo ya wanafunzi kutembea takriban kilomita 16 kila siku, mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo Saidi Njama ametaja idadi ya wanafunzi waliopo katika mtaa huo. Tunao watoto wanaofikia kuanzia 70 mpaka 100. Ina maana kwamba wakusoma
hapa katika shule ya Kolubaka, ambao wanatembea umbali mrefu sana kutoka Kolubaka kwenda mpaka shule ya msingi Pongwe. Kwa kweli ni mbali sana, hasa kipindi cha mvua, njia mbaya, alafu mito wanavuka mingi sana, kiasi kwamba maji kwa msimu huu yalikuwa ni mengi sana. Wakati mwingine watoto wanaenda kule, wengine hawafiki. Kwa hiyo tunaomba serikali itie mkono huo, itusaidie, iwasaidie wananchi wa Kolubaka Msaje. Diwani wa kata kwa Magome Musa Mkombati amewataka wazazi na walezi kuwa na utulivu, huku akithibitisha kiasi cha fedha ambacho tayari serikali imetenga kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule ya msingi Kolubaka. Sio ninyi tu mnajisikia uchungu. Mimi binafsi sitamani kuona mtoto wa kwa Magome akitembea zaidi ya kilomita 3-4 abaki hapo asome. Hapa ni zaidi ya kilomita 10 mpaka unafika shule ya msingi Pongwe. Kwa hiyo ndio maana tunapambana kwa kadiri itakavyowezekana. Lakini nawahakikishia mbele ya mkutano huu fedha milioni 25 zimetengwa, kusubiri tuone namna ambavyo tunakwenda kukamilisha madarasa yale. Mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Gowele amewaongoza wanachama wa chama cha watu wenye ualbino Tanzania TAS wilayani Tarime na wadau mbalimbali katika zoezi la upandaji miti katika shule ya msingi Jude ili kufikia lengo la kitaifa la kupanda miti milioni 1.5 kwa mwaka. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Mbali na kufikia lengo la kitaifa kwa kila wilaya kupanda miti milioni 1.5 kwa mwaka, zoezi hilo pia ni sehemu ya utekelezaji wa kampeni ya wilaya inayolenga kuifanya Tarime ya kijani ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na jambo hili linafanyika na makundi yote. Kwa hiyo kundi la wenzetu wenye albinism na wao wameamua kuunga mkono zile jitihada za serikali kwa ajili ya kupanda miti, lakini hususan kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu ambao wana albinism kwa ajili ya kuwakinga na jua, mionzi ya jua ambayo inasababisha changamoto ya kansa kwenye ngozi zao. Ni utamaduni ambao kila mtu anatakiwa arithishe kwenye kizazi hiki kwa ajili ya manufaa ya leo na ya baadaye. Tutahifadhi mazingira, lakini tukihifadhi mazingira na mazingira tatutunza. Aidha, mkuu huyo wa wilaya ya Tarime Meja Edward Gowele amesisitiza umuhimu wa makundi yote katika jamii ikiwemo taasisi za kiserikali na binafsi kushiriki kikamilifu kufanikisha kampeni hiyo ya upandaji wa miti. Kwa hiyo niombe wananchi wote kupitia hili ambalo tunalifanya leo kwenye taasisi za elimu zote, kwenye taasisi za afya zote, kwenye miundombinu yote ya kiserikali na binafsi, tuendelee kupanda miti. Lakini nimeshawaagiza TFS kuendelea kuandaa miche ya kutosha, kwa sababu mwitikio wa Tarime umekuwa mkubwa na ni mzuri sana. Makundi mbalimbali, mtu mmoja mmoja wamekuwa wakichukua miti kwa ajili ya kupanda kwenye maeneo yao. Hii yote ni kutimiza yale maelekezo ya serikali kwenye target ya upandaji wa miti milioni 1.5. Kwa hiyo itapendeza sana hata watoto wetu hawa kila mmoja akiwa na mti wake anahudumia, anahakikisha umekuwa, ili hiyo elimu aichukue kuanzia shuleni lakini aifikishe mpaka nyumbani na kwenye mazingira anayoishi. Katika tukio hilo, mwenyekiti wa TAS wilaya ya Tarime Joseph Sinde Magutu amesema mbali na miti 40 iliyopandwa shuleni hapo, miti mingine 30 iliyotolewa na wakala wa misitu nchini TFS itapandwa katika kituo cha afya Nyamongo. Tulipanda miti 30 shule ya Ingwe Sekondari, lakini pia kuna miti 30 itapandwa kwenye kituo cha afya kule Nyamongo. Miti ya vivuli ambayo imetolewa na TFS. Kwa hiyo tunapongeza sana TFS kwa kuweza kutupatia miti hii ya vivuli. Tunapanda miti hapa 40, nafikiri utapanda hapa kuwakilisha serikali, lakini pia sisi tutapanda kuwakilisha chama. Tunawashukuru sana waandishi wa habari kuja kuungana na sisi kuweza kuona nini tunachokifanya na muweze kuhabarisha jamii itambue kwamba watu wenye albino tuna haki sawa na watu wasio na albino. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu CPA Francis Kafuku amewataka watendaji katika hospitali ya wilaya hiyo kufanya kazi kwa bidii na weledi wakati ambao serikali inaendelea kuimarisha rasilimali watu na mazingira ya kazi ili kutoa huduma bora kwa wananchi. Nuhu Stima anatupasha zaidi. CPA Kafuku ametoa rai hiyo alipokuwa akizungumza na timu ya management ya afya ya halmashauri CHMT na watumishi wa division ya afya alipotembelea na kukagua utoaji wa huduma wa hospitali ya wilaya ya Kasulu iliyopo Nyamunyusi. Demo sitaki excuse ya kutokusimamia vituo vyako. Hakuna excuse ambayo inaweza kubayana. Na after all sijapokea excuse yoyote.
nendeni kafanyeni usimamizi shirikishi kwenye vituo vya afya, nendeni mkakague kule wale wenzetu wanahudumiaje watu, ili kuweza kuboresha huduma. Ndio weka mfumo fulani hivi kwamba wale madaktari clinical matabibu ambao tunao kule vijijini au wapi, wao na mfumo fulani hivyo kwamba wakipata changamoto hao ukiwa na babaika namna gani huyu tumtibu, wao na mfumo wa kupiga simu ukupata consultation huko haraka ili huduma iweze kwenda kiurahisi. Katika kikao hicho watumishi waliwasilisha changamoto mbalimbali ambapo mkuu wa division ya utawala na rasilimali watu halmashauri ya wilaya Kasulu Amandusi Mtani amewataka watumishi hao kuwasilisha changamoto zao mapema kwa viongozi ili kupatiwa ufumbuzi. Na kama kulivika unakwenda kwa mkurugenzi. Kwa kufanya hivyo unakuta issue yako kama unakuwa na tatizo linakuwa linasovika kwa wakati kuliko kusubiri sana. Kwa mfano ndugu yangu pale amesema alikuwa anaogopa kufanya nini? Alikuwa anaambiwa kwamba bwana umefanya hivi mshahara wako unarudi. Amekaa muda mrefu sasa unajikuta kwamba umeshafika kwenye baa. Kwenye baa maana ndio mshahara wako mshahara wa ile kada husika. Ndio unaanza sasa kupambana, lakini kama ungefanya mapema hivyo ungepata maelezo ambayo yenye kusaidia kusolve issue. Kwa hiyo nachowaambia watumishi wenzangu, msiogope kuonana na viongozi. Msiogope kuonana na viongozi kwa kueleza kero. Kwa niaba ya watumishi, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Kasulu Dr. Tubeti Chacha ameahidi kwenda kufanyia kazi maelekezo yote yaliyotolewa na viongozi hao. Watumishi wenzangu, niwashukuru pia kwa namna mlivyo kwa utulivu tuliokuwa nao. Hakukuwa na movement za kutoka. Tulikuwa tayari kumsikiliza kiongozi wetu. Niwashukuru na kuwapongeza sana hilo. Lakini tulioelekezwa, maana ni maelekezo ya viongozi. Tushirikiane, tuyafanyie kazi. Kama alivyosema aliyo ya kwake tutafikisha, ya kwetu kwa level yetu tufanye. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Shule ya sekondari ya Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2026. Wanafunzi wanapewa fursa ya kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri mara baada ya kuhitimu. Shule inafundisha kwa kufuata mtaala ulioboreshwa. Michepuo inayofundishwa ni sayansi, PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS, biashara, EGM, HGE, EBUAC, ECSM, BUACCS, BUACM, sanaa, HGL, HGK, HKL na KLCH. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 tu shuleni Baobab, Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka nambari 14, 19 na 21 au kwenye tovuti www.baobab.ac.tz. Masomo ya Preform 5 yataanza tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Wasiliana na mkuu wa shule kwa simu nambari 0739611539. Walimu wa taaluma mkondo wa wavulana 0762611538, mkondo wa wasichana 0715611538. Nyote mnakaribishwa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.
Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Ndege ya kijeshi ya Marekani yaanguka ambapo watu 8 wamehofiwa kufariki, huku taarifa hiyo iliyochapishwa katika mtandao wa kijamii wa Facebook imeongeza kwamba picha za angani hazikuonesha chochote kilichosalia na ndege hiyo iliyoanguka wakati wa majaribio ya kawaida. Taarifa ya maafisa wa kijeshi nchini Marekani imesema ndege ya kijeshi ya nchi hiyo aina ya Boeing B-52 imeanguka muda mfupi baada ya kupaa siku ya Jumatatu katika kambi ya jeshi mjini California, na watu 8 waliomo ndani wanakisiwa kuwa wamekufa. Maafisa wamesema bado haijabainika wazi chanzo cha ajali hiyo na kwamba uchunguzi unaendelea. Ndege hiyo ya Boeing B-52 ni ya masafa marefu na imeundwa kubeba silaha za kawaida na za nyuklia, na imetumika katika migogoro iliyohusisha jeshi la Marekani nchini Vietnam na Iran. Kwingineko, kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Francois Bozize imeanza kusikilizwa katika mahakama maalum inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika mji mkuu wa nchi hiyo, Bangui. Rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anatuhumiwa kuhusika na makosa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu yanayodaiwa kufanywa kati ya mwaka 2009 na 2013. Bozize ambaye aliongoza taifa hilo kuanzia mwaka 2003 hadi alipoondolewa madarakani mwaka 2013, anashtakiwa akiwa nje ya nchi huku akiishi uhamishoni nchini Guinea Bissau. Miongoni mwa tuhuma zinazomkabili ni mauaji, mateso, utekaji wa watu kwa nguvu na ubakaji unaodaiwa kufanywa na wanajeshi wa kikosi chake cha ulinzi wa rais. Maafisa 3 wa zamani wa jeshi wanaohusishwa na kesi hiyo wanashikiliwa na mamlaka husika nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati na wanatarajiwa kushtakiwa pamoja na mchakato wa kesi kuendelea. Mahakama hiyo maalum ilitoa hati ya kimataifa ya kukamatwa Bozize mwaka 2024 baada ya uchunguzi kubaini ushahidi unaomhusisha na makosa hayo akiwa kiongozi wa juu wa jeshi na serikali. Jamhuri ya Afrika ya Kati ilitumbukia katika machafuko baada ya waasi wa muungano wa serikali kumuondoa madarakani Francois Bozize mwaka 2013. Tukio hilo lilifuatiwa na mauaji yaliyofanywa na wanamgambo wa kundi la Anti-Balaka. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Iran kwa mara nyingine tena imeonya kwamba shambulio lolote la Israel dhidi ya Lebanon litachukuliwa kuwa ni ukiukaji wa maelewano yaliyofikiwa kati yake na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema kwamba mtazamo wa Tehran, msimamo huo unahusisha Iran na Hezbollah kwa upande mmoja na Marekani na Israel kwa upande mwingine. Araghchi anasisitiza kuwa mwisho wa vita nchini Lebanon ni sehemu muhimu wa makubaliano hayo na mwisho wa vita pamoja na uvamizi. Alionya kwamba mashambulizi yoyote ya Israeli dhidi ya Lebanon kuanzia sasa na kuendelea kukalia kimabavu ardhi ya Lebanon itachukuliwa kuwa ni ukiukaji wa makubaliano. Kauli ya Araghchi inakuja huku Israeli ikitangaza kuwashambulia waliokuwa wakikaribia wanajeshi wake kusini mwa Lebanon, huku kundi la Hezbollah nchini Lebanon linasema kuwa ilirusha makombora ya ndege zisizo na rubani kuelekea kwa vikosi vya Israel kujibu hatua hiyo. Baada ya kutangazwa kufikiwa kwa maelewano kati ya Iran na Marekani, Israel imesisitiza kuwa vikosi vyake vitaendelea kusalia nchini Lebanon katika kile ilichotaja kuwa ni maeneo ya usalama. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Qasim Stima. Shukran Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Serikali kuendeleza mikakati ya kuimarisha biashara ya hewa ya ukaa. Kijana wa miaka 27 apandishwa kortini katika mahakama ya wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza kwa kesi ya kulawiti mtoto wa miaka 9. Katika rubaa za kimataifa, ndege ya kijeshi ya Marekani yaanguka, watu 8 wahofiwa kufariki. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah pata majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilali Sefuria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Shule ya sekondari ya Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2026. Wanafunzi wanapewa fursa kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri mara baada ya kuhitimu. Shule inafundisha kwa kufuata mtaala ulioboreshwa. Michepuo inayofundishwa ni sayansi, PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS, biashara, EGM, HGE, EBUAC, ECSM, BUACCS, BUACM, sanaa, HGL, HGK, HKL na KLCH. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 tu shuleni Baobab, Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka nambari 14, 19 na 21 au kwenye tovuti www.baobab.ac.tz. Masomo ya Preform 5 yataanza tarehe 28 mwezi wa pili 2026. Wasiliana na mkuu wa shule kwa simu nambari 0739611539. Walimu wa taaluma mkondo wa wavulana 0762611538, mkondo wa wasichana 0715611538. Nyote mnakaribishwa.